Habari za asubuhi mtazamaji wa ITV popote pale unapotutazama, karibu katika taarifa ya habari. Mimi ni Juliet Robert. Na mtazamaji, unaweza kufuatilia taarifa hii ya habari hivi sasa kupitia akaunti zetu za Facebook na YouTube. Anwani ni ITV Tanzania. Baadhi ya watendaji wa CCM wamedaiwa kufuja fedha za halmashauri 17 za mikoa mitatu ya kanda ya Mbeya zinazodaiwa madeni ya dawa na vifaa tiba vilivyosambazwa na bohari ya dawa MSD. Zimetakiwa kulipa madeni hayo ili kunusuru bohari hiyo kutokushindwa kuagiza vifaa vingine kutoka kwa wazabuni ambao asilimia kubwa ni kutoka nje ya nchi. Rebecca Kinyunyu anaripoti. Maelekezo hayo yametolewa kwenye kikao maalum kilichowakutanisha wadau wa bohari ya dawa chenye lengo la kufanyia tathmini ya namna bora ya kuhudumia wananchi na kutolewa kwa hati za pongezi kwa halmashauri zilizotumia mfumo kwenye manunuzi ya dawa. Akitoa maelekezo ya wazi kabisa kwamba yeyote ambaye ana deni bohari ya dawa alipe. Kwa ni mfumo ambao serikali yenyewe inausimamia kuhakikisha kwamba madeni yanayokuwepo ya vituo yale yanayotokana na usambazaji wa bidhaa za afya yanalipa. Na hii ni mwendelezo wa ile mikakati ya serikali kuhakikisha kwamba fedha za dawa zinabaki kuwa za dawa, lakini zinazunguka ili kuhakikisha bidhaa za afya zinapatikana. Lakini endapo tusipoweza kutimiza majukumu yetu kikamilifu, basi tuseme tu changamoto au athari kubwa zinaweza zikatokea kama tutaweza kutimiza. Ndio maana tunahimizana ili kuepusha hizo athari. Moja ni kwamba tunaweza tukaona upatikanaji wa bidhaa za afya utakuwa wenye kusuasua, tutashindwa kulipa kwa wakati kwa wazabuni tunakotoa dawa, mkizingatia nchi yetu kwa kiasi kikubwa inaagiza bidhaa za afya kutoka nje, na kama huna uwezo wa kulipa hata bei unaweza usipate bei ambayo ni shindani. Kwa hiyo wito wetu sisi ni kwamba tuzidi kulinda mfumo huu wa ugavi wa bidhaa za afya, tulipe madeni kwa wakati. Baada ya kutolewa kwa maagizo hayo ya kulipa madeni katika bohari ya dawa, waganga wakuu ngazi ya wilaya wamekiri kukabiliwa na madeni hayo na kueleza mpango mkakati. Lakini pia halmashauri ina deni na tumeendelea kulipa deni. Tulikuwa na deni karibuni milioni 950 na sasa limefika karibuni nusu na tunategemea kulimaliza. Mungu akipenda kipindi cha mwaka ujao wa fedha itakuwa deni hili tunaweza kulimaliza. Tunajipanga, tumeendelea kujipanga, na kama unavyoona tumeendelea kupunguza fedha ambazo tunadaiwa na bohari ya dawa, na kama unavyoona tumekuja na mikakati mbalimbali kuingia contract na bohari ya dawa, kwa maana kwa makusanyo ambayo tunayakusanya tuendelee kupunguza. Baada ya kuibuka madai hayo ya baadhi ya halmashauri kudaiwa fedha na bohari ya dawa, mkuu wa wilaya ya Chunya Bwana Mbarak Batenga ametoa maagizo kwa halmashauri zote zinazodaiwa. Ni wapi tunaanza kupanga kurejesha kama kweli zile dawa zimetumika na fedha tumepata? Tunapanga wapi? Tukubali tunadaiwa, ni madeni yetu ya ndani na dawa ya deni kulipa. Sasa tukubaliane hapa tunaweka mfumo gani? Wakilishi wa makatibu tawala mkoa mko hapa, muongoze kwenye hili ili tuiboreshe hii, tuiwezeshe hii taasisi isije katika mahala ikakolapsa. Lakini tunapoiwezesha ndivyo na sisi itatuboreshea huduma zetu huko, kwa sababu ni vitu vinavyoendana. Baadhi ya viongozi wa dini wameeleza kuwa uwepo wa tume huru ya uchunguzi wa matukio ya vurugu yaliyotokea kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 ni hatua muhimu inayoashiria kumwanga na dhamira ya kweli ya kuliponya taifa kutokana na majeraha iliyopata. Tupate taarifa zaidi. Vya habari jijini Dar es Salaam kwa nyakati tofauti, Askofu Mkuu wa Kanisa la Anglikana Tanzania Dr. Mahimbo Mdolwa amempongeza Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uteuzi wa tume hiyo na kuongeza kuwa usuluhishi wa ndani wa changamoto zilizojitokeza ndani ya taifa ni muhimu ili kufikia suluhu ya kudumu na kwenye hali ya amani na utulivu. Nimpongeze Mheshimiwa Rais na timu yake kwa namna ambavyo ameona kwa busara kuanza na tume hii. Kweli kwa aina ya watu tulio nao mle ndani katika tume ile, tunaelekea mahali sahihi ambapo tunaamini kabisa tutakuwa na taifa sahihi huko mbele. Na kwa kweli tusiseme tu kwa taifa, hata kwenye familia, mgogoro ukianza, anzeni nyinyi wenyewe ndani. Katika maandiko sura ya 18 ya Injili kama alivyoandika Mathayo, tunaambiwa kwamba ndugu yako akikukosa, ukianza naye 15, unaenda kusema naye kwanza we mwenyewe, huambii watu wengine. Kama hakukusikia ndio utaita watu wengine.
Kwa upande wake, Mufti wa Tanzania Dr. Abubakari Zubeir bin Ali ameelezea kuwa ana imani na uwezo wa wajumbe waliochaguliwa kutekeleza majukumu yao kwa haki na weledi. Tume naona ina weledi mkubwa na ina uwezo mkubwa na umahiri mkubwa, sababu hata mimi mwenyewe nimeitwa na tume kwa ajili ya kwenda kujaribu kuangalia maoni yangu au rai yangu. Kwa hiyo nimeona kwamba ina uwezo mkubwa, na yaliyotokea kabla na yatakayokuja baadaye na hali halisi, naona tume inaweza ikafanya kazi nzuri sana, na nina hakika kwamba mpaka sasa hivi imefanya kazi moja nzuri sana. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewapisha wakuu wa wilaya wapya 5 aliowateua na kukamilisha wakuu wa wilaya zote 11 za Unguja na Pemba. Faruk Karimu na taarifa zaidi. Hafla hiyo ya kuapishwa wakuu hao wa wilaya imefanyika Ikulu na kuhudhuriwa na viongozi wa serikali wakiongoza makamu wa pili rais Mheshimiwa Mesima Abdallah, viongozi wa dini na wanafamilia, ambapo walioapishwa ni Mheshimiwa Leila Burhani Ngozi kuwa mkuu wa wilaya Magharibi Unguja, na kufuatiwa na Mheshimiwa Riziki Daniel Yusuf kuwa ni mkuu wa wilaya Kaskazini Unguja, na watatu alikuwa ni Mheshimiwa Zuhura Mgeni Othman ambaye anakuwa mkuu mpya wa wilaya Chake Chake kisiwani Pemba. Waliofuata kuapisha alikuwa ni Dr. Said Haji Mrisho ambaye anakuwa mkuu wa wilaya ya Mjini Unguja, na mwisho alikuwa Mheshimiwa Ali Abdalla Said Natepe ambaye anakuwa mkuu mpya wa wilaya Magharibi B katika kisiwa cha Unguja. Wakizungumza na wanahabari mara baada ya kuapishwa wakuu hao wa wilaya, wakatoa kauli zao za utekelezaji wa kuwatumikia wananchi. Katika kutekeleza majukumu yangu ya mkoa, kikubwa naamini nitakwenda mkikaa na watumishi, lakini vile vile najua katika makabidhiano wale waliotangulia atanikabidhi na watanipa majukumu yale ambayo serikali, lakini vile vile naamini kwa vile mimi ni mjumbe wa kamati kuu na ilani ya Chama cha Mapinduzi, endelea kuomba mashirikiano ngazi za juu, ngazi za chini, lakini kuhakikisha kwamba wilaya hii iwe salama kama ilivyokuwa salama sasa hivi, lakini kwenda kuangalia vyanzo vyote, maeneo yote, usafi, kupanga mji na mambo mengine. Msingi wilaya Magharibi B ni wilaya ambayo kwa Zanzibar sasa inakuwa kwa kasi, kwa sababu naweza nikasema ni wilaya ya pili kimjini, na kutoa wilaya ya mjini basi mji sasa hivi unakuwa ni wa Magharibi. Kwa hiyo ni kweli changamoto ziko nyingi. Chake ni wilaya ambayo naahidi kuifanyia kazi kwa kushirikiana na jamii pamoja na wenzangu ili kuweza kuhakikisha kwamba wilaya Chake iko katika mikono salama, na kwa hakika kupania yale maendeleo ambayo Mheshimiwa Rais ameyaleta. Kutoka katika viwanja vya Ikulu hapa Zanzibar, mimi ni Faruk Karim, ITV. Asante Faruk. Zaidi ya vitongoji 400 vilivyopo wilaya ya Hanang mkoani Manyara vitaanza kunufaika na uboreshaji wa huduma za matengenezo na maboresho ya umeme yanayofanywa na shirika la umeme TANESCO mkoani humo baada ya serikali kutoa gari la mtambo maalum wa kutoa huduma mbalimbali za kuwafikishia wananchi huduma karibu na maeneo yao ili waweze kunufaika na upatikanaji wa nishati ya uhakika ya umeme. Kutoka Hanang Manyara, Ferdinand Shayo na ripoti. Hapa ni katika wilaya ya Hanang, ofisi za TANESCO ambako gari la mtambo wa shughuli mbalimbali za TANESCO ikiwemo kubadilisha nguzo pamoja na transformer limezinduliwa rasmi na mkuu wa wilaya ya Hanang Almishi Azal. Leo tumeona gari zuri aina ya Isuzu FRA aina ya Blue Power. Ni gari jipya ambalo Mheshimiwa Rais ametuletea. Ndugu zetu wa TANESCO, kwanza pia ni wapongeze hususan manager na timu yake yote. Wanafanya kazi nzuri sana wilaya ya Hanang. Tunapowapelekea changamoto za wananchi, muda huo wanazitatua na kuleta majibu kwangu kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya. Kwa kweli namshukuru sana manager wa TANESCO na aendelee hivyo hivyo. Lakini baada ya kumshukuru Mheshimiwa Rais, nimshukuru sana mbunge wetu pia wa jimbo la Hanang aka Kiredio. Kwa kweli mimi nilikuwa sijaelewa maana yake, lakini sasa nimeelewa kupitia vitu kama hivi. Meneja wa TANESCO wilaya ya Hanang anaeleza jinsi ambavyo gari hilo litasaidia katika shughuli mbalimbali. Kwa hiyo upatikanaji wa hii gari yenye winchi inaenda kutatua zile changamoto ambazo tulikuwa tunakutana nazo katika operesheni zetu za kila siku. Kwa hiyo mimi zaidi na zaidi nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kupitia Mheshimiwa mbunge na mkuu wetu wa wilaya
kwamba kutuletea hii gari ametuletea kwa wakati, ni kwa sababu wilaya yetu ni kubwa. Kama mlivyosikia, wilaya ina kata 33, vitongoji 96, vijiji 96, vitongoji 416. Mbunge wa jimbo la Hanang' Asia Halamga naye alikuwa na haya ya kusema. Nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Ni mwezi uliopita tumetoka kupokea gari la TANESCO aina ya Land Cruiser kwa ajili ya matumizi ya ofisi hapa. Na kama leo tena tunapokea gari jipya kabisa, gari la kisasa, gari ambalo litakwenda kusaidia wilaya ya Hanang' katika kuhakikisha tunaondoa changamoto zinazotokana na masuala ya umeme. Nichukue nafasi hii kuendelea kuambia wananchi wenzangu, Mheshimiwa Rais anatupenda sana. Dr. Samia Suluhu Hassan, mbunge wao nikifika, nikiomba napokelewa. Na kwa hivyo wataalamu wetu wa TANESCO walikuwa na changamoto ya kuhakikisha huduma za umeme, hasa wakati kama huu wa mvua kubwa inapotokea dharura mahali. Ferdinand Shayo, ITV Manyara. Asante Ferdinand. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amewasihi mabalozi wanaokwenda kuiwakilisha Tanzania katika mataifa mbalimbali kutanguliza mbele maslahi ya taifa ya kiuchumi, kisiasa na kidiplomasia. Tupate taarifa kamili. Makamu wa Rais amesema hayo wakati akizungumza na mabalozi wateule wanaokwenda kuiwakilisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika mataifa mbalimbali, mazungumzo yaliyofanyika Ikulu Chamwino mkoani Dodoma kwa lengo la kuaga mabalozi hao. Amewasa kuwa bunifu na kufanya kazi kwa bidii, ikiwa ni pamoja na kutangaza fursa zilizopo nchini na kuwashawishi wawekezaji na wafanyabiashara kuwekeza nchini. Aidha, amewataka mabalozi hao kusimamia maono ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kipindi hiki ambacho anachojenga uchumi wa nchi na kuimarisha uhusiano wa kimataifa. Makamu wa Rais amewaagiza mabalozi hao kuhakikisha wanasimamia dira ya maendeleo ya taifa 2050, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi pamoja na miongozo mbalimbali kutoka serikalini. Mabalozi hao wateule waliofika kwa ajili ya kuaga kabla ya kwenda kwenye vituo vyao ni pamoja na Mheshimiwa Balozi Mhandisi Zena Ahmed Said Saudi Arabia, Mheshimiwa Balozi Cyprian Luhemeja Zambia, Mheshimiwa Balozi Maulida Hassan Oman, Mheshimiwa Balozi Salim Othman Hamad Komoro, Mheshimiwa Balozi Swahiba Mdeme Sweden, Mheshimiwa Balozi Noel Kaganda Korea na Mheshimiwa Balozi Musa Haji Ali, naibu mwakilishi wa Tanzania Umoja wa Mataifa New York. Baadhi ya watendaji wa chama tawala cha CCM mkoani Tanga wanadaiwa kufuja fedha za ujenzi wa majengo kwa ajili ya viongozi wa jumuiya za wazazi, Umoja wa Wanawake Tanzania na Umoja wa Vijana CCM kila wilaya za mkoa huo. William Ngazija na taarifa zaidi. Akizungumza na wanachama baada ya kukagua majengo hayo na kubaini kuwa kuna baadhi ya majengo hayajajengwa, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga ambaye pia ni mjumbe wa kamati kuu ya CCM Taifa, Rajab Abdurrahman, amesema kwa sababu haiwezekani mtu tunamfuata, tunamuomba atusaidie na anatusaidia kwa ajili ya Chama cha Mapinduzi, halafu huku kuna wajanja wachache wanazungukia fedha hizo. Kiukweli nafanya tathmini, nikigundua fedha kiasi gani kilicholiwa pale mkoani, kila aliyethubutu kutafuna shilingi moja ya fedha hiyo kwa ajili ya ujenzi wa nyumba hizo watumishi wa chama, niwahakikishie, mlishawahi kumwona mtu akila maharage akatapika? Mlishawahi kumwona mtu akila chapati akatapika? Hamjawahi kumwona mtu aliyekula fedha akatapika fedha? Hizi atazitapika. Ametoa mfano kuwa awali wakati jengo la CCM mkoa wa Tanga lilipojengwa katika eneo la barabara 21 jijini Tanga, wapo watu walibainika kuwa wamefuja fedha zaidi ya shilingi milioni 170. Na tumechukua hatua baadhi ya maeneo, kwa sababu hata fedha ya jengo lile la Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga, zipo fedha zililiwa pale milioni 170. Mimi nahangaika kutafuta wadau, halafu wengine huko wahangaika wao kutafuta njia ya kuzila. Lakini mshukuru mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa alichukua hatua.
Awali baadhi ya viongozi wa chama cha CCM wilaya ya Korogwe, wakati mjumbe huyo wa kamati kuu ya CCM taifa alipotembelea majengo hayo katika wilaya hiyo ya Korogwe, baadhi yao wamesema tayari Mheshimiwa Rajabu pamoja na mambo mengi aliyofanya, lakini leo ameingia kwenye ujenzi wa nyumba za watendaji wa chama kwenye mkoa mzima wa Tanga. Viongozi wetu wa CCM ni wapangaji katika maeneo mengi. Kuhusu mpango huo, kwa kweli tunashukuru. Makatibu walikuwa hawana sehemu rasmi za kukaa, lakini mpango huo uliokuja wa kujenga ili wapate ofisi ambazo ni ofisi zinazotambulika ni jambo jema sana. Kutoka hapa katika wilaya hii ya Korogwe iliyopo katika mkoa huu wa Tanga, ni William Mngazija, ITV. Asante Mngazija. Matumizi ya mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma NeST yameendelea kuonyesha mapinduzi makubwa katika uendeshaji wa shughuli za serikali kwa kuongeza uwazi, kasi na uwajibikaji, hatua inayosaidia kudhibiti upotevu wa fedha za umma na kuhakikisha kila Mtanzania ananufaika na miradi ya maendeleo. Kutoka Arusha, Lawrence Lisakele anaripoti. Hayo yameelezwa na meneja wa kuendeleza uwezo na huduma za ushauri PPRA Bwana Gilbert Kamde katika usanyiko la siku 5 uliokutanisha watendaji wa taasisi za ununuzi wakijengea uwezo wa matumizi ya mfumo wa NeST, ambapo mbali na kuimarisha ufanisi, pia imeelezwa kuwa mfumo huo unasaidia kupunguza migogoro na malalamiko yaliyokuwa yakitokana na matumizi ya njia za kawaida. Mfumo wa NeST tangu tumeanza kuutumia 2023-24 hadi sasa 25-26 mwaka wa fedha, kuna mafanikio makubwa ambayo yameonekana na tumeona sio tu sisi PPRA, hata watumiaji wenyewe pamoja na taasisi nunuzi na wadau wengine wa ununuzi wa umma. Kwa mfano, tukianza na swala la muda, michakato ya ununuzi wa umma ilikuwa inachukua muda mrefu, lakini kwa sasa inachukua muda umeenda karibia nusu ya ule muda, zaidi ya nusu ya ule muda uliokuwa unatekelezwa pale awali. Kwa upande wake, naibu makamu mkuu wa chuo cha mipango, fedha na utawala cha chuo kikuu cha Mzumbe, Allen Mushi, ameelezea kuwa matumizi ya mfumo huo yamepunguza kwa kiasi kikubwa matumizi ya karatasi, hatua inayosaidia kuharakisha huduma na kuepusha migogoro. Na kama nilivyosema, matumizi ya manual systems, makaratasi haya yamekuwa yakitupa changamoto nyingi, na huko nyuma kumekuwa na malalamiko mengi kuhusu mambo ya ununuzi. Kumekuwa na malalamiko mengi, yanachelewesha, kuna mambo ambayo yanaweza kuleta upendeleo, labda watu wakaingiza mambo yao huko. Sasa kwa kupitia kwenye mfumo, kila kitu kiko wazi, kila mtu anatakiwa kujua jinsi ya kutumia. Kwa hiyo mafanikio yako wazi, kila mtu anajua hilo jambo. Katika utekelezaji wa kazi zetu nyingi tunategemea sana ununuzi. Baadhi ya washiriki wa kusanyiko hilo wameelezea kufaidika kwa kiasi kikubwa na mafunzo hayo. Ununuzi wa umma ulichofanya kwamba una linki, umeintegrate na mifumo mingi, TRA kwenye benki na nini. Kwa maana yake mtu kama na bid tender, ili kuonesha uhalali wake, mfumo utavuta ile license ambayo yeye anayo, leseni. Kwa maana yake moja kwa moja kuna kwa umna ile changamoto ya kufanya forgery, kwa sababu tayari anakuwa amelinki na TRA au tausi whatever. Lakini inasaidia kwa sababu kuna kuwa na deadline. Tenda inavyotangazwa, kuna muda ambao tenda hii imetangazwa, labda let's say inaisha Aprili 15. Kwa maana yake baada ya kuanzia Aprili 15 wazabuni wote wanahakikisha wamebidi. Haya mafunzo kwetu ni ya muhimu kwa sababu mimi niko legal department ya manispaa ya Kinondoni, na tunavyopata mikataba kwa ajili ya kuifanyia vetting ni lazima kujua matakwa ya NeST. Kwa hivyo kuja kwenye haya mafunzo kunatupa mwanga wa kujua nini NeST inataka. Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Songwe imeanza kutoa elimu na mbinu za usuluhishi zitakazosaidia kutatua na kumaliza migogoro iliyopo mahakamani na ambayo haijasajiliwa, zikiwemo kesi za madai na za jinai ambazo sheria inaruhusu kusuluhishwa, huku viongozi wa dini na wa kimila wakitakiwa kuitumia njia hiyo ili kuisaidia jamii. Diuki Mwasumwiko na ripoti. Kuanza kwa mbinu hiyo kwenye maeneo mbalimbali mkoani hapa, Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Songwe imekutana na viongozi wa dini, wa kimila, wa wafanyabiashara pamoja na wakuu wa taasisi za serikali ili kutoa mbinu hizo pamoja na elimu, ambapo wadau hao wanaelezea walivyopokea mkakati huo. Tumekuja hakika tumetoshelezwa sana kutokana na somo hili, na ni somo la usuluhishi kupitia
misikiti, makanisa na kada mbalimbali. Kwa hiyo tumeweza kuyapokea na tunaenda kuyafanyia kazi. Mimi nishukuru tu kwamba tumepewa dhamana hii ya kuendelea kusuluhisha migogoro, kwa sababu migogoro inafikia kupunguza maendeleo kwenye jamii yetu. Kwa hiyo nashukuru sana kwa elimu tuliyopata sisi wazee wa kimila, na tutaendelea kwenda kuitumia na sisi ili tuendelee kupunguza migogoro ndani ya jamii yetu. Na sisi tumeipokea jambo hili vizuri kutoka kwa jaji mkuu wetu ambaye ametupa elimu juu ya kusuluhisha migogoro inayotokana na jamii zetu, ikiwa ni sehemu pia kwenye ndoa. Jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Songwe, Mheshimiwa Pasco Malata, anaelezea jambo hilo. Na hii njia imeendelea kuwa ni nzuri kwa sababu imeendelea kuzirejesha jamii zetu mbalimbali kwenye mahusiano mema, kuondoa uhasama. Kama kulikuwa kuna vita, mapigano yamemalizwa kupitia njia hizi za usuluhishi. Na hapa Mheshimiwa Jaji Malata anatoa rai kwa wananchi hasa kushiriki wiki ya usuluhishi. Wito wetu ambao tunaendelea kutoa kwa jamii nzima ni kwamba waendelee kuitumia njia hii ya usuluhishi kama njia mahususi kwa ajili ya utatuzi wa migogoro. Aidha, tunaomba waendelee kushiriki kwenye wiki hii ya usuluhishi ambayo imeanza leo na itahitimishwa tarehe 17 mwezi wa 4 2026. Kutoka hapa eneo la Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Songwe, mimi ni Diu Kimwasimwiko wa ITV. Asante Diu. Serikali imewahakikishia wakaguzi wa ndani kufanya kazi za ukaguzi kwa uhuru bila kuingiliwa na mtu au mamlaka yoyote, huku ikiwataka kufanya kazi kwa kuzingatia maadili ya taaluma yao kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu zote za ukaguzi ili kujenga imani kwa Watanzania na taasisi wanazozikagua. Sifuni Mshana na ripoti kutoka Morogoro. Uhakika huu umetolewa na Naibu Waziri wa Fedha, Mheshimiwa Laurent Luswetula kwenye mkutano wa 4 wa wakaguzi wa ndani na sekta za umma Tanzania bara na Zanzibar, ambapo amesema kwamba sisi kama serikali tuko tayari kuwasapoti katika kazi zao, kuhakikisha kwamba wanafanya kazi katika mazingira ambayo sasa ni very independent, isiyo ya kutishwa, sio ya nini. Kama kuna jambo lolote ambalo halijaenda vizuri, waripoti kwamba hili halijaenda vizuri, hili halijakaa sawa, sisi kama serikali tuweze kuchukua hatua kwamba hiki kimefanyika tofauti na matarajio ya wananchi, kwa sababu tunavyosema kwamba Mama Samia anatoa, mama yetu Mama Samia anatoa fedha nyingi, maana yake ni lazima zikatumike sasa kwa matumizi kwa ajili ya wananchi. Rais na mwenyekiti wa bodi ya taasisi ya ukaguzi wa ndani hapa nchini, Bwana Jonathan Ngoma, ameeleza madhumuni ya mkutano huo. Ni mambo ambayo yapo, kuna mahali ambapo bado wana shida ya kuwa independent ama kuingiliwa katika shughuli zao, lakini pia ni kwamba kuna mikakati mingi ambayo inaendelea kuhakikisha kwamba kweli hao wanaendelea kuwa independent, kwa sababu wakiweza kuwa independent kweli wataweza kusupport bodi kufanya kazi zao. Ndio maana hata leo tumeendelea kusisitiza kwamba mkiwa kama board member leo ama sasa hivi, hebu na nyinyi endeleeni kuhakikisha kwamba kweli huyu mkaguzi wako wa ndani kwenye organization yako kweli yuko independent, kweli anaweza kufanya kazi zake akakupa information ya kutosha vizuri bila shida yoyote. Kuna mkutano mwingine pia ambao unaendelea leo pia wa siku 2 ambao pia ni wakaguzi wa ndani. Huu ni wa kujifunza mambo ya quality assurance. Kupitia tuseme forum ya leo mpaka siku 2 zijazo tujifunza masuala ya governance. Hiyo governance bado inahitajika ipewe nguvu katika taasisi za umma hizi. Kwa upande wao, baadhi ya wakaguzi wa ndani walioshiriki katika mkutano huo pamoja na mambo mengine wakawa na haya ya kusema. Ni matumizi mabaya ya fedha. Hivyo kwenye hoja kama hiyo ni sio hoja ya yule tu anayejibu, ni hoja ambayo ina affect taasisi au halmashauri nzima. Ni issue ya kuongeza utendaji kazi mzuri. Kwa kuona auditors yupo amewekeza UTT, hata wewe Mtanzania ambao ulikuwa na hofu kuja kufanya uwekezaji kwenye taasisi yetu, itakupa imani, kwa sababu hao ma auditors hao ndio ambao wanatukagua sisi na kuhakikisha kwamba mahesabu yote na kila kitu ambacho mwekezaji atakuwa amewekeza kinaenda sawa.
Waziri wa Katiba na Sheria Mheshimiwa Dkt. Juma Zuberi Homera amekemea baadhi ya bodi za wadhamini kukiuka sheria na kufanya ubadhirifu wa fedha na mali kwa lengo la kujinufaisha, huku akisisitiza kwamba serikali itaendelea kuchukua hatua kali ikiwemo kufuta bodi zote zitakazokiuka sheria zilizopo. Emmanuel Msigwa anaripoti. Mheshimiwa Daktari Juma Zuberi Homera ametoa kauli hiyo wakati akifungua mkutano wa wajumbe wa bodi za wadhamini wa taasisi zilizopo katika mikoa ya Ruvuma, Lindi, Mtwara na Njombe uliofanyika mjini Songea mkoani Ruvuma. Bado ipo changamoto ya baadhi ya bodi za wadhamini kutotimiza majukumu yao kikamilifu kwa kutumia mali za taasisi kwa maslahi binafsi, kufanya ubadhirifu wa mali na fedha, kujimilikisha mali kinyume cha taratibu, bodi za wadhamini kukaa madarakani zaidi ya muda ambao umewekwa kwa mujibu wa katiba yenu. Sisi tunaendelea kuchukua hatua kali. Tumeshafuta baadhi ya bodi za wadhamini kadhaa na tumeshahakikisha kwamba mali zinalindwa za wahusika na wengine kufikishwa kwenye vyombo vya kisheria ili haki iweze kutendeka. Kabidhi wasi mkuu na mtendaji mkuu wa wakala wa usajili, ufilisi na udhamini RITA Bwana Frank Kanyusi anaeleza chimbuko la kutoa elimu kwa wajumbe kuhusu matumizi ya mfumo wa kielektroniki wa usajili na usimamizi wa bodi za wadhamini. Chimbuko la kutekeleza mkakati huu ni pamoja na uwepo wa changamoto kwa baadhi ya wajumbe wa bodi kushindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo kutokana na kukosa uelewa wa kina wa sheria zinazosimamia usajili na usimamizi wa bodi za wadhamini. Hata hivyo, baadhi ya wajumbe wa bodi za wadhamini wanaeleza tija inayoenda kupatikana kwa wananchi, hususani katika masuala mbalimbali ya kisheria na kupata haki zao. Sisi kwetu mkutano una tija kubwa sana. Naona kuna mada mbalimbali zinazoendelea, uwasilishaji mbalimbali unaendelea. Kwa kadri utakavyo unaendelea, basi tutazidi kuweza kupata uwanda mpana zaidi wa kuweza kushughulikia masuala haya yanayohusiana na sheria, lakini masuala ya uthamini kutoka RITA. Yote haya sisi kwetu yatatupa nafasi kubwa sana ya kuweza kutatua changamoto za wananchi kwa kiasi kikubwa. Tunajua kuna mambo mengi, kuna mambo ya vyeti vya kuzaliwa ambayo pia yametolewa maelekezo kila siku cheti lazima kitoke. Hakuna ofisi yoyote ya mkuu wa wilaya kutoa ratiba ya kwamba cheti kitoke baada ya wiki moja au kadhalika, kwa sababu miundombinu yote ya uwezeshaji hayo imeshatolewa. Nikiripoti kutoka katika manispaa ya Songea mkoani Ruvuma, ni mimi Emmanuel Msigwa, ITV. Asante Emmanuel. Na mtazamaji, usisahau kuchangia kujibu swali la kipima joto ambalo linahoji viongozi wa mitaa na vijiji wanaouza maeneo ya wazi kiholela, je, nao waburuzwe mahakamani kwa kukiuka taratibu za kazi zao na kuchochea migogoro? Sasa tuangalie kibonzo kilichoandaliwa na msanii Nathan Mpangala.